Habari, naitwa Lucas Steven, ni mkurugenzi wa EMTZ Security. Na hapa leo nipo na Madam Juliet, nataka nimsikilize kidogo kuhusiana na siku yake ya kuzaliwa. Karibu Madam Juliet. Asante sana Mr. Lucas kwa kunitembelea siku yangu ya kuzaliwa, na kushukuru sana. Asante kwa kuacha mambo yako na kuamua kuja kuongea na mimi leo, kupata mawili matatu. Maki wanasema wazee, hatukosi ukoko. Tuna ukoko. Kwa majina naitwa Juliet Hamilton, ni mkurugenzi wa FOJI Security, ni wakili na ni mwenyekiti wa National for Environmental and Orphanage, na ni makamu mwenyekiti wa makampuni ya ulinzi Tanzania UKUTA. Madam, haya ni birthday yako leo. Umefanya party yoyote au una mpango kufanya party yoyote? Kwanza maana ya siku ya kuzaliwa. Maana ya siku ya kuzaliwa kwa mwanadamu yote ni maana kubwa sana, kwa sababu ni siku ambayo inaanzisha uwepo wako duniani. Kile ulicho nacho, kwa sababu ulikuja tu, siku uliyozaliwa ukalelewa ukakua, ina maana ni siku ambayo wewe kwako inakuwa ni muhimu sana. Kwa chochote ambacho umekipata, chochote ambacho umekutana nacho, ilianzia tu siku yako ya kuzaliwa. Kwa hiyo mimi kwangu siku ya kuzaliwa ni siku muhimu sana kwangu mimi, na ni siku ya kukumbuka sana kwa wazazi wangu, kwamba siku ya leo tarehe mwezi wa 4 ndio somebody was born. Sasa kusherehekea siku ya kuzaliwa sasa ina umuhimu, kwa sababu ndo siku pekee ambayo unaweza kusherehekea. Siku nyingine ujui, leo upo kesho haupo. Ndio. Hiyo hata usherehekee wenzako siku ukiondoka bwana, nasikia ng'ombe 8 zinachinjwa. Watu wanachinja ng'ombe kisa tu umeondoka. Umeondoka. Ile ukiwepo hawachinji. Kwa lazima tuache hizo tabia, kwamba mtu akizaliwa wamsherekee siku yake ya kuzaliwa na sio siku ya kuondoka. Na siku yako ya kuzaliwa ina mark vitu vingi kwenye maisha yako. Ni siku ambayo wewe umezaliwa, ukizaliwa wewe mzima, ina maana umezaliwa kuwasaidia watu wengine, kuwashika mkono, aidha kwa mawazo ama kimatendo. Ni siku ambayo unazaliwa kumpushi mwenzako. Sio mtu anataka kupata dili, wewe unamkatazia mbali. Kwa hiyo siku ya kuzaliwa ni muhimu sana. Lakini pia mpaka sasa hivi umeshafanya birthday nyingi sana. Sasa tuambie, ni kitu gani ambacho wewe kinakufanya uendelee kukumbuka katika zile birthday ambazo umezifanya kwenye? Nashukuru kwa swali. Kitu ambacho kinanifanya mimi niendelee kukumbuka kwenye birthday yangu, nikumbuke, nilisimuliwa na bamdogo yangu kwamba bwana ulipozaliwa, ni baba wako mdogo kusimulia? Yes. Ulibwa na nyani bwana. Mimi natoka zangu huko, nakutana na nyani kabeba mtoto. Nikaanza kimzana na nyani, na sikujua yule nyani alibeba mtoto wa kakaangu. Kwa hiyo kwangu huwa ikifika nakumbuka, nawaza maybe singekuwepo. Kwa hiyo ni siku mimi namshukuru Mungu kwa uwepo wangu, na kuambia watu kwamba maisha ni zawadi. Maisha ni zawadi na mwili sio wa kwetu. Kama ni zawadi, then tumshukuru aliyetupa zawadi ya maisha, kwa sababu yeye wakati wote akitaka anachukua maisha yake. Katika birthday zako zote zilizopita, ni zawadi gani ambayo ulishaipokea inakufanya wewe ukikaa hivi wako unasema katika ile birthday story sawa? Bwana, nakumbuka kipindi hicho, kitu ambacho nakumbuka, mtu aniletea zawadi ya nyanya na vitunguu. Akavifunga hivi kwenye gift paper. No, kwenye box. Nyanya nimepakua tangawizi, vitunguu. Huyu mtu wala siwezi kumsahau, kwa sababu alionyesha upendo mkubwa kwamba yeye anaweza, alichokiweza yeye ni hicho. Lakini nikasema ulijuaje bwana? Nilikuwa nahitaji nyanya.
Lakini ingekuwa ni kitu kidogo. Yeah. Ila kwangu mimi niliona ni kitu cha pekee ambacho sio rahisi mtu kupokea. Vitu hivi vingine vipo tu, watu wanapeana majumba, magari, yes. Kwangu mimi hiyo ni vitu naviona tu vya kawaida. Lakini ule niona ni upendo wa ajabu. Yaani kawaza sana kitu ambacho kingine aliongeza pale, aliongeza kikombe. Chakula chai. Kikombe kile kiwekwa picha yangu vizuri. Akaleta na bado ninacho. Lakini nakunawaza kwamba alichukua muda wake akaenda sokoni, akaenda kushop kwa ajili ya madam. So nadhani mimi, for me that's a big gift. Yani yule alitoa upendo wake, alionyesha upendo mkubwa sana. Manake kuwa na uwezo kutoa zaidi ya gari. Yes, kwa sababu unaona kwamba kwanza amekufikiria. Afu kachukua muda wake, kaenda kanunua, yani kwa uwezo wake aliokuwa nao kwamba at least ni fry. Kwa hiyo mimi nipende kusema kwamba kwenda kwenye birthday ya mtu ama kumpongeza mtu siku yake ya kuzaliwa, you can do anything. Unaweza ukasema tu hata sentence, unaweza kumtumia tu, kampigia simu, hata ukambipu, basi una voucher. Message ya Voda au Airtel itaenda, jamani fanya ilikuwa nakutafuta. Kuna kitu madam nataka nikuulize kuhusiana na birthday. Ni zawadi gani wewe wazazi wako walishaikupatia ambayo ilikuwa ni siku ya birthday? Asante kwa swali, lakini nipende kusema kwamba nawapenda sana Mr. and Mrs. Rushuri popote mlipo. I love you so much. Na naombea sana maisha marefu sana zaidi ya alivyoishi bibi na babu. Like you have to live long time na mweze kuwa proud juu ya watoto wenu. Mimi binafsi kiukweli babangu na mamangu wamenipatia zawadi kubwa sana, zawadi ya elimu. Nimesoma mpaka pale ambapo nimeona inatosha. Na nimeenda sehemu mbalimbali kwa sababu yao. Kwa hiyo zawadi kubwa ambayo babangu siku zote na ujumbe mkubwa anaotoa, anakuambia sky the limit, kwamba mafanikio hayana mtu. Unapofanya kazi kwa bidii na ukawa mwaminifu, utapata unachotaka. Na anasema kwamba usifanye kitu kimoja. Usifanye hichi kwa sababu mfano mimi ni wakili, lakini anakuambia usiwe wakili tu. Ndio maana wewe wakili pia, mkurugenzi wa nini? Yeah. Akasema ukishajifanyia hivyo unakuwa umejilimit. Yaani umesema mimi uwezo wangu ni huu tu. Kumbe una uwezo wa kufanya vitu hata 6. Kwa hiyo baba anani encourage, anasema mnaweza kuongea lugha, mnaweza kwenda, mnaweza kukutana watu. Kwa hiyo just work hard, mnaweza mkapata kitu chochote. Kwa hiyo wazazi ni sehemu kubwa ya watoto. Unapokuwa kuna maneno unamwambia mwanao, ni sehemu kubwa, kwa sababu wewe mtoto wako ukiwa unamwambia hata sahau. Yaani kuna vitu mtoto anaweza akasahau, chakula mlikula vizuri, uliwahi kumnunulia nguo ya 200. Alienda kula ice cream, alienda sijui bembea. Lakini maneno ya mzazi kwa mtoto yanabaki muda mrefu sana na yanamfanya kila siku aamke kwenda kupambana. Kwa umri wako uliofikia mpya, ndio ni kitu gani ambacho unaona sasa unajivunia yani? Asante kwa swali. Kiukweli kwa sasa hivi kwa umri ambao nimefikisha, kwanza najivunia uzima. Wow. Yes, kwamba I'm okay, I'm fine, namshukuru Mungu ni mzima wa afya. Ndio. Pili, najivunia kwamba nilipokuwa mdogo sana kuna malengo niliweka. Nilipokuwa na miaka 5. Unajua bwana, ukiwa mdogo unamwambia mzazi wako, I want to be a doctor. I want to be sijui what. Unaongea pale ndani. Nitakuwa mfanyabiashara, mimi nitakwenda China. Wakati passport huna. Kile shadai. Sasa bwana nilipokuwa mdogo anambia, I want to be a lawyer mami. Akasema wewe ila bwana I am now. So
Kwa hiyo kuna nikasema kwamba when I'm this age nitakuwa na kampuni. Yes, I have more than one. Kwa hiyo kuna vitu najivunia kwamba at least niliweka malengo fulani na mengine ambayo siwezi kuweka in public. Lakini nadhani wewe ndo mtabiri wa kwanza wa maisha yako. Sawa. Wewe hapo. Unaposema hichi kinawezekana, usikubali kuyumbishwa. Mtu akakwambia akiwezekani, na make sure, be sure. Uongee na watu ambao wana sasa hii. Mazoni yako chini. Yako chini. Wewe unamwambia bwana, mimi nitakuwa na hichi, anamwambia wewe vipi? Wewe mtu kwanza anakatisha tamaa. Kwa hiyo make sure unapofanya jambo lako liwe ni la kwako. And you work hard on it. Uweke mipango, then mambo yanakuwa lazima uachieve. Kwa hiyo na encourage kwamba pia watoto wenyewe awe na malengo kwamba put your muda, yani kwamba muda huu mpaka miaka fulani nitakuwa na jambo fulani nalifanya. Na ulifanyie kazi. Kama kuna mtu inabidi umuone ili akusaidie kulifanikisha, mtafute. Hapatikani, piga simu. Haiwezekani tafuta mtu anayeweza kuongea naye kwa karibu, aweze kusogeza imadi tu jambo lako lipatikane. Unafanya biashara, unahitaji mtu China, connection. Tafuta mtu, Google, nenda huko. Vitu sasa hivi viko hapa kiganjani. Na mwisho kabisa nipende kusema na washukuru wale watu. I say unajua bwana, ukiwa mzima watu wanakuishi birthday. Wewe ingiaje unashangaa? It means unaangalia like labda unazungukwa tangu umeishi, umezaliwa mpaka upo. Ulisha kutana na watu zaidi ya 1000. Sasa ukipata hata 200 wanakusemea kitu duniani kote. Wanakumbuka. Mwingine alisema kwamba birthday yake amewishiwa na Google tu. Google au Facebook. Yes, sasa Kwa hiyo kwa ukipata watu wengi wanakucheki upo, ni upendo tu. Hamna jambo kubwa sana, ni upendo tu kwamba unaona kwamba unapendwa na watu na watu wahifadhi, kwa sababu mtu ni watu. Mtu ni watu. So nawashukuru watu wote kokote pale, and I like to say in English that thank you so much for those people who doesn't understand to speak in Swahili, from different nations who wish me the happy birthday. But more thanks goes to my husband. Yes, Mr. Hamilton. I love you so much, and I wish you good health and everything to be perfect. Thank you so much. Asante.